Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwangu kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi, manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba uwe radhi kulijalia kanisa lako umoja na amani, ambapo uonyeshwa kwa fumbo chini ya maumbo ya vipaji tunavyokutolea kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na kitendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye alipokuwa anakula pamoja na mitume wake katika karamu ya mwisho, alijitoa kwako kama mwana-kondoo asiye na doa, sadaka iliyokubalika na ya kukusifu kikamilifu, ili kudumisha kwa karne zote ukumbusho wa msalaba uletao wokovu. Kwa njia ya fumbo hili takatifu na walisha na kuwa takatifu za waamini wako, ili wanadamu wote walioenea katika dunia nzima imani moja iwaangaze, na upendo mmoja uwaunganishe. Kwa hiyo sisi tunajongea meza ya sakramenti ya ajabu, ili tukijazwa na wema na wa neema yako, tugeuzwe kuwa na litakatifu ya mbinguni. Kwa sababu hiyo, viumbe vyote vya mbinguni na vya duniani vinakuabudu vikiimba wimbo mpya, nasi pia pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni tunakutukuza tukisema bila mwisho. Utukufu wako, Hosana, 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 Hosana juu mbinguni, Hosana, 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 Hosana juu mbinguni. Barikiwa yajaye kuja kwa jina la Bwana. Hosana, 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 Hosana mbinguni, Hosana, 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 Hosana mbinguni.
Baba mwingi wa huruma, tunakusihi kwa unyenyekevu na kukuomba kwa njia ya Yesu Kristo mwanao Bwana wetu, vipokee na kuvibariki vipaji hivi, sadaka hizi, dhabihu hizi takatifu na safi tunazokutolea kwanza kabisa kwa ajili ya kanisa lako takatifu Katoliki. Ukubali kuletea amani, kulilinda, kulikusanya katika umoja na kuliongoza popote duniani, pamoja na mtumishi wako Baba mtakatifu wetu leo na askofu wetu Filipo, maaskofu wasaidizi wake Daudi na Simon Peter, na wote wenye kushika imani ya kweli Katoliki na ya mitume. Bwana, uwakumbuke watumishi wako kwa njia ya kipekee, wanachama wote wa chama cha wanaume na Bacon Boys ambao wanakuhudumia katika ibada hii, nao wote walio hapa ambao wewe wajua imani na ibada yao. Kwa ajili yao tunakutolea dhabihu hii ya sifa, nao wenyewe wanakutolea dhabihu hiyo kwa ajili yao na kwa ajili ya jamaa zao wote, kwa ukombozi wa roho zao katika tumaini la kupata wokovu na usalama, na wanatolea nadhiri zao kwako wewe Mungu wa milele uliye hai na wa kweli. Kwa kushirikiana na kanisa nzima tunamkumbuka kwanza na kumheshimu Maria mtukufu daima bikira, mama wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo, alafu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Petro na Paulo, Andrea, Yakobo, Yohane, Toma, Yakobo, Filipo, Bartolomeo, Mateo na Simoni na Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cyprian, Laurent, Crisogoni, Yohane na Paulo, Cosma na Damiano na watakatifu wako wote. Kwa mastahili na maombezi yao utujalie tuimarishwe katika mambo yote kwa msaada wa ulinzi wako. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba upokee kwa wema sadaka hii tunayokutolea sisi watumishi wako na familia yako yote, na uziweke siku zetu katika amani yako, na uamuru tuopolewe kutoka laana ya milele na tuhesabiwe katika kundi la wateule wako. Mungu, tunakuomba uibariki sadaka hii, ikupendeze, uipokee iwe sadaka yenye maana na inayokubalika katika yote, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao mpendwa sana Bwana wetu Yesu Kristo. Siku iliyotangulia kuteswa kwake, yeye alitoa mkate katika mikono yake mitakatifu na mitukufu, akainua macho yake juu mbinguni kwako wewe Mungu Baba Mwenyezi, akikushukuru, akaliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe hiki kitukufu katika mikono yake mitakatifu na mitukufu, akikushukuru tena alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Paka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, sisi watumishi wako na taifa lako takatifu tunaadhimisha ukumbusho wa mateso matakatifu ya huyo Kristo mwanao Bwana wetu, pamoja na ufufuko wake kutoka kuzimu na kupaa kwake mbinguni kwa utukufu. Tunakutolea wewe Mungu mtukufu na mwenye enzi, kati ya zawadi ulizotujalia sadaka safi, sadaka takatifu, sadaka isiyo na mawaa, mkate mtakatifu wa uzima wa milele na kikombe cha wokovu wa milele. Uwe radhi kuitazama sadaka hii kwa uso wa huruma na wema, uipokee kama ulivyokubali kupokea sadaka ya Abeli mtumishi wako mwenye haki, na dhabihu ya babu yetu Ibrahimu, na ile aliyokutolea Melkizedek
kuhani wako mkuu, kama dhabihu takatifu, sadaka isiyo na mawaa. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu, amuru kwamba sadaka hii ichukuliwe kwa mikono ya malaika wako mtakatifu na kupelekwa mpaka kwenye altari yako juu mbinguni, mbele ya uso wako mtukufu, kusudi sisi sote tutakaopokea mwili na damu takatifu ya mwanao kwa kushiriki katika altari hii tujazwe kila baraka na neema ya mbinguni. Bwana, uwakumbuke pia watumishi wako waliotutangulia wakiwa na ishara ya imani, wamepumzika katika usingizi wa amani. Tunakusihi Bwana, uwajalie mahali pa faraja, mwanga na amani hao na wote wanaopumzika katika Kristo. Nasi pia watumishi wako wakosefu tunatumainia wingi wa rehema zako, utujalie sehemu ya urithi na ushirika pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu, pamoja na Yohane Mbatizaji, Stefano, Matia, Barnaba, Inyasi, Alexander, Marcelino, Petro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia na watakatifu wako wote. Tunakuomba Mungu mkarimu, utupokee na sisi katika ushirika wao, si kwa kuhesabu mastahili yetu, bali kwa ajili ya msamaha wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana, kwa njia yake unaumba daima mema hayo yote, unayatakatifuza, kuyatia uzima, kuyabariki na kutujalia sisi. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na nguvu na utukufu hata. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sasa ingia kwao. Lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili wa Kristo nilinde mpate uzima.
Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anakaa ndani yangu, nami nakaa ndani yake, asema Bwana. Tuombe. Bwana, tunaomba utujalie tufurahie kikamilifu uzima wa kimungu katika karamu ya milele ambayo umetuonjesha katika kupokea mwili na damu yako azizi hapa duniani. Unaishi na kutawala daima na milele. Naomba tuketi chini. Ujaji wa matumaini pamoja katika sala. Leo Wakristo wapenzi, tumesherehekea sikukuu ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jumapili ijayo kama mjuavyo ni siku ya familia ya parokia yetu ya Petro Mwamba, kwa sababu itakuwa sikukuu ya watakatifu Petro na Paulo tarehe 29 mwezi wa 6. Jumapili leo mambo haya yataendelea ama yatatukia. Wakati nikimaliza matangazo haya tutafanya mchango wa pili ambao unaitwa Peter Spence. Unapaswa kufanya Jumapili ijayo, lakini kwa sababu tutakuwa na siku ya familia tunaufanya leo. Mchango huu wa pili utapelekewa mwandamizi wa Petro. Mwandamizi wa Petro ambaye ni Papa Leo wa 14 kwa sababu ya huduma kanisani. Hivyo mchango ambao utakaofanywa leo na Jumapili ijayo parokia zingine utapelekwa kwa askofu mkuu, na kupitia kwa askofu mkuu kwa baraza kuu la maaskofu wa Kenya, na kile ambacho kitakachotolewa Kenya mzima kitatumiwa mwandamizi wa Petro ambaye ni Papa. Leo saa 9 adhuhuri naomba kukutana na Wakristo wa Marriage Encounter, wale ambao walisoma Marriage Encounter, tuone tutafufua vipi chama hiki, because marriage works and it has to work. Wanakwaya wa parokia watakuwa na mazoezi pale Kinoo saa 8 adhuhuri kwa sababu ya maandalizi ya siku ya familia ya parokia yetu. Leo katika kanisa la Mtakatifu Petro Kinoo, YCA members watakuwa wanakomishoniwa katika misa ya 3. Jumanne ijayo tarehe 24 watakatifu Ana na Joakimu watakuwa na misa takatifu katika nyumbani kwake Agnes Gige, na ni kuanzia saa 5 asubuhi. Alhamisi tarehe 26 mwezi huu, Jumuiya ya Mtakatifu Joakimu watakuwa na misa ya sikukuu yao, na misa hiyo itakuwa nyumbani kwake Alice Ng'ang'a, na ni kuanzia saa 10 jioni. Tarehe 28 ni Jumamosi, YCA watakuwa na dinner recollection, na dinner recollection hii itafanyika pale kanisa letu la Mtakatifu Francisco wa Asizi Limuru kuanzia saa 3 asubuhi na hatimaye kupitia kwenye mlango mtakatifu. Jumapili ijayo tarehe 29 tutakuwa na sikukuu ya familia yetu, na misa itakuwa moja na itafanyika pale shule ya msingi ya Kinoo Primary. Ibada hiyo ya misa tutakuwa na kubarikiwa familia, na pia tutakuwa na ibada ya ndoa. Tutakuwa nafasi kwanza, tutakuwa na ibada ya sakramenti ya kipaimara ambayo itapeanwa na askofu mkuu, na sakramenti ya ndoa ya Wakristo wa hapa Udhuru kati yake Samuel Ragui na Elizabeth Wajira ambayo itashuhudiwa na askofu mkuu. Mgeni wetu wa heshima na kiongozi wa ibada siku hiyo atakuwa askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Nyeri, mhashamu askofu mkuu Peter Kairo. Na siku hiyo, ingawa yeye hajui, hatujamuomba, lakini tumenuia kufanya hivi, tutauza kitabu cha maisha yake, Biography of His Grace, yule ambaye angependa kumjua zaidi kutoka utotoni wake mpaka aliposherehekea miaka 50 kama padri, ambacho kina mada ama kina kichwa
Modeled to Service. Alizindua kitabu hicho akisherehekea miaka 50 ya upadrisho. Kitabu hicho kitakuwa kinauzwa kwa shilingi 1,000 tu. Ili tumsaidie, yeye alianzisha foundation yake ya kusaidia wale ambao hawajabahatika katika jamii. Hivyo nitawaomba Wakristo wa Udhuru mje mkiwa mmejitayarisha tupate kumuinua na kumsaidia askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Nyeri, Mhashamu Askofu Mkuu Peter Kairo. Tarehe 5 mwezi wa 7 tutakuwa na semina ya viongozi wote kuanzia jumuiya mpaka vikundi, na semina hii tutaifanya katika retreat center ya Mary Magdalene pale Resurrection Garden, na semina hii itaanza saa 3 asubuhi. Viongozi wote wanaombwa kuhudhuria. Hiyo namba iko, mkiingia tu Resurrection Garden kwa gate on your right, mahali ambapo kuna parking mabasi ni upande huu ambao kuna uwanja, direct opposite, hiyo ndio Mary Magdalene Retreat Center. Family Day program ya Family Day inauzwa na YCA pale nje, YCA members wale ambao watapata leo, na ni kwa shilingi 100 tu. YCA members wanawaomba mnunue, mjitayarishe, mje nayo Jumapili ndio itatumika, ili pia muwasaidie kwa sababu ya kikundi chao. Ndoa mara ya pili ni kati yake Samuel Ragu ambaye ni mwanawe David Kimani na Margaret Jerry kutoka hapa Udhuru, ambaye ananuia kufunga ndoa takatifu, sakramenti ya ndoa na Elizabeth Wajira, naye ni bintiye Woko na Lucia Wajiko Kumawoko Udhuru. Yeyote ambaye kana kizuizi cha ndoa hiyo, niko hapa John nongonezee uniambie ni nini. Kama hauna, tuwatakie mema. Ndoa mara ya 3, tangazo la 3 na la mwisho kati ya Christopher Muturi na ni mwanawe John Jona na Lucy Duta kutoka hapa Udhuru, ambaye ananuia kumuoa Jane Wabwe ambaye ni binti ya Nahashon Mwagi, na marehemu Rispa Nyawira ni wa kutoka Kinari. Hao watafunga ndoa Jumamosi hii inakuja katika kanisa letu la Mtakatifu Maria Mama wa Mungu pale Kagondo saa 4. Yeyote ambaye yuko na kizuizi cha ndoa hii kati ya Christopher na Jane, niko hapa, masikio yangu yamezibuka, njoo uninongonezee kama kunaye. Kama hakuna, tuwatakie mema na ndoa yao ipate kutakata hima. Sasa namkaribisha katibu atangaze matangazo ya hapa kwenu Kino. Kwenu Udhuru not Kino. Na hata mkoa wa Kino tu hata hivyo. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sara, karibuni kwa matangazo yetu ya hapa kwetu. Misa hii tumehudumiwa na Beacon Boys wakisaidiwa na CMA, na tunashukuru sana kwa huduma yenu jema na Mungu azidi kuwabariki. Sunday ya tarehe 6, misa ya kwanza tutahudumiwa na Jumuiya ya St. John, nayo misa ya pili tutahudumiwa na Jumuiya ya St. Francis. Tarehe 13, misa ya kwanza tutahudumiwa na kikundi cha youth, nao misa ya pili tutahudumiwa na Jumuiya ya St. Peter Creva. Maombi ya jumuiya ni kama ifuatavyo: St. Jude mtakutana kwa Jane Kehio, St. Anne kwa John Maina, St. Nicodemus kwa wakutane hapa nje baada ya misa hii, St. Luke wakutane kwa Lucy Manegene, St. Lydia kwa Pirisira Nyambere, St. John hapa kanisani baada ya misa hii, St. Peter kwa Johnston Masinde, St. Teresia wakutane nje baada ya misa hii, St. Francis wakutane kwa Lucy Kefugi, St. Kateri wakutane pale nje baada ya misa hii, St. Veronica kwa Salome Aroch. Tutakuwa na pastoral council immediately after this mass. Kama vile Father ametutangazia, siku ya Sunday ndio family day yetu, na tunaomba wote tukue tumeseto by saa 3. Tutakuwa na harusi ambayo itakuwa
ni ya mmoja wetu, that is Samuel Lagoi and Elizabeth Wajira. Wako hapa, wasimame. Hao ndio wanaharusi wetu, and may God bless you. Tuwapigie So still on that, naomba moderators wa jumuiya na treasurers mkumbushe members wa jumuiya ndio tufanye vile huwa tunafanya kushikilia hao couples. Niko na cards hapa za hiyo harusi, na moderators bado mchukue hiyo kadi kutoka kwangu. Na pia nawakumbusha about ile pesa tunatoa ya family day 18,500. Kuna jumuiya bado hawajamaliza, na waomba tumuone treasurer wa kanisa baada ya misa hii. Akina mama mnaomba kubaki pale nje baada ya misa hii. Maombi ya CWA itakuwa kwa Monica Wanjiro Ng'ang'a, na ni wa jumuiya ya Mtakatifu Nicodemus. Kwaya watakutana Kinoo leo saa 7 sio saa 8 kwa matayarisho ya family day. Mafundisho ya Kipa Imara ni Friday saa 3, na Saturday kutakuwa na kitubio hapa kanisani saa 3. Altar servers wote watakutana Friday saa 8 Kinoo wafanye practice ya family day. Kuna forms za Beacon Boys, na wazazi mnaomba kuchukua na muone Mr. Big t-shirt ni 500 na 100 watoe 100 shillings za kuswim siku ya leo. Na wanaomba wakuwa wanabeba kalamu na kitabu, sababu watakuwa wanaendelea na masomo. Kama wewe mzazi umelipa t-shirt na hujaregister, umuone Mr. Billy, na wale watoto wangetaka kujoin, you do so. Tunatangaziwa kifo cha Peter Kamau ama Wakafoi, na kwa nyumbani ni Odhero Getuamba karibu na Odhero Dispensary, na leo kutakuwa na maombi saa 9. Tangazo hili tumejulishwa na Margaret Wamboi. Tunatangaziwa kifo cha Kennedy Juhuna Mukiri, na kwa ni behind Shell petrol station. Kutakuwa na maombi leo saa 9. Tangazo hili tumejulishwa na Grace Wamboi Mungai. Tunatangaziwa kifo cha Geoffrey Mugo Keige, na kwake nyumbani ni Corporation nyuma ya Shell petrol station. Kutakuwa na maombi kwake saa 9. Tangazo hili tumejulishwa na Nancy Mugo. Kutakuwa na life changing drama presentation, na itakuwa New Life Celebration Center, a Ministry of Redeemed Gospel Church. Itakuwa tarehe 27 hadi tarehe 29 June, na itakuwa saa 6 PM, na hakutakuwa na maripo, na theme ni Heaven's Gate. Asante sana Father Paroko, Father Peter Mainge kwa kuwa nasi siku ya leo, and may God bless you. Thank you our catechists and altar servers kwa kazi njema mnayoendelea kuifanya, and may God bless you. Asanteni sana kwa wetu kwa uimbaji wenu mwema, and may God bless you. Thank you our governor and protocol observe kwa kuwa nasi siku ya leo, and may God bless you. Asanteni sana wa Kristo kwa kunisikiliza. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Sasa ni mwarike moderator wetu kwa dakika kidogo. Tufanye mchango kwanza. Pole.
mahujaji wa matumaini pamoja katika sara, our father in charge, our able governor Honorable Kimani Wamatangi, and all protocol observed. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi yangu leo sio mengi, lakini ningetaka tu tuangalie kitu kimoja kutoka kwa our father in charge. Wakristo hapa kwetu tumewahi kuwa na ibada kama ya leo? Tumewahi enda maandamano bali hivyo? Si ni mara yetu ya kwanza. Si tumpongeze father na tumpigie makofi. Father in charge, asante sana kwa siku ya leo. Tunakuombea ukae hapa hata after ordination yenye tunaelekea. Tunaomba bishop asikubadilishe, because inaonekana ukiwa hapa si tutakuwa sana kiimani. Kwa hivyo father, karibu sana, asante sana. Umetufundisha mengi siku ya leo. Kwa wageni wetu ambao tuko na wageni kutoka Kiambu county, serikali yetu tukiongozwa na Honorable Kimani Wamatangi, mko karibu sana. Na kwa sababu ya mambo ya kanisa na sikukuu yetu siku ya leo, hii sikukuu ni kubwa sana. Hii ni sikukuu moja ya zile kubwa sana katika kanisa letu Katoliki. Wakati tuko na sikukuu kama hii, hata kama hatungekuwa na wageni, tungetoka polepole tu mpaka nyumbani, hatungeongea sana. Lakini kwa sababu tuko na wageni, nitawaomba wakati nitaita Mheshimiwa Diva, because kama akiwa MC wetu hapa kanisani, mambo mengi hapa ndio huwa anatuongoza kama MC. Si ni kweli wa Kristo? Nitamuomba tu kwa sababu ya siku hii ya leo, wengi wetu tusalimiane tukiwa pahali tuko. Lakini hiyo mambo mengine najua unaielewa. Karibu sana Bwana Diva, ili tuongoze hiyo stage nyingine. Makofi kwa Diva. Asante sana moderator. Our father in charge, Father Maige, His Excellency the Governor, waheshimiwa wote wa bunge la Kiambu, wanakwaya, wana CMA, mahujaji wa matumaini pamoja katika sara. Kabla tuendelee, hii ni baraka tumeletewa siku ya leo. Kwaya ndenda mutendere rwimbo rumwe ruragwo tarora irathimo nĩgetha tucanjamũke tuine. Ndio maana sasa tukaribishe gavana na wageni wetu. So kwaya tafadhali na wengine wote tusimame ndio tuweze kuendelea. Asanteni sana.
Asanteni sana. Tumechangamka. Asante sana. Gavana, tunakushukuru kukufika hapa siku ya leo. Kulingana na vile moderator amesema, hatutakuwa na mazungumzo mengi. Lakini ningetaka kidogo tu nichukue dakika moja peke yake nikuelezea maneno kidogo ambayo yanahusu hii kanisa. Ya kwanza, gavana, vile ulifika nilikupeleka pale, tunajenga administration block. Tumefanya fundraising hapa mara mbili. Na gavana, tunataka kushukuru kwa sababu mara ya kwanza ulitumana na 200,000. Sisi ulifika. Mpigane makofi. Mara ya pili tukawa na mchango kwa sababu hatukumaliza. Ya tatu, Your Excellency, hapa tuko na vikundi kadhaa. Tuko na hawa vijana umeona hapa wanaitwa Beacon Boys. Na gavana, ningeomba kwa niaba ya moderator wao, kama unaweza kutusaidia na tuseme kama uniform kwa hao vijana, tunaweza furahia sana. Your Excellency. Tuko na wengine, Your Excellency. Unaona hawa waibaji hawa. Ibuona, Your Excellency, tiara kama uno. Kama tu kwa moyo wako wa huruma, najua tumetembea sana. Kama unaweza wanunulia uniform ikiwezekana, Your Excellency. Na najua ni kubwa ya kulitiharaga. Najua ni kuri, tunaweza furahia sana. Hawako wengi sana. Tuko na kwa yasibiri, tuko na first service ama mass na second mass. Wote wako about 80. So 80, Your Excellency, tegi mno. Migawani gawani makofi. Amekubali. Sitaki kusema mengi gavana, lakini ukitoka kwa hii barabara hii ya kanisa hapa kwa gate, kutoka hapa kwa gate kufika pale uko kwa rami, Your Excellency, tunafanya public participation. Unakumbuka vizuri, kila kitu ikipita hapa lazima tufanye public participation. Tunaenda pale Kabete, tukafanya public participation na tukapitisha ile barabara inaweza wekwa kabro, at least kabros. So gavana, nakuomba ikiwezekana tuwekee ile barabara kabros, alafu tumalizie mataa, MCA tuwekea mataa na tunaomeri, Your Excellency. So gavana, ikiwezekana, najua kuna raundi nyingine ya kuweka mataa. Tafadhali ikiwezekana tumalizie hizo mataa, at least mtu akikuja kwa kanisa ako kwa mwangaza mzuri. Ya kumalizia gavana, kama mwaka moja hivi umepita, sasa hii ni yangu, Your Excellency. Mimi hapa hawa wakaniambia nifanye harusi, Your Excellency. Na nikafanya harusi na nikakualika, Your Excellency. Tuliketi hapa mimi, bibi yangu na kiti ingine, Your Excellency, tukaacha hapa. Na hiyo kiti ilikuwa yako au kufika mwenye mlioa ambao saa hizi ndio bibi yangu. Huwa saa zote ananiuliza, unafanya kazi na gavana, mbona hakuhudhuria harusi yetu? Hiyo ni deni, Your Excellency, na ninajua hata hiyo utalipa. Tuko na wale tunafanya kazi na wao. Tuko na, nataka kufanya introduction ya haraka haraka. Tuko na Chief of Staff, simama tu, mpigieni makofi. Huyo ndio Chief of Staff. Tuko na PA wa Governor, simama, mpigieni makofi. Tuko na member wa ile board yenye kazi yake ni kuandika watu kazi, ako hapa, Madam Joyce, simama, mpigieni makofi. Sijui kama kuna wengine wa pande executive ambao wako hapa tunafanya kazi na wao. Sijui kama wako. Naona huko nje, mtaani na namba yuko. Tuko na mwingine hapa. Huyo tunamuita mpigieni makofi.
anapanga mambo zote, vile gavana atakuja mahali atakaa, hiyo mambo yote ni yake. Sijui kama tuko na watu wengine. Yes, naona tuko na watu wa communication pale, wapigeni makofi. Kulingana sasa na vile tumeelezewa, ningetaka tu nafaa kumwalika gavana akuja aongee na sisi dakika tu kidogo, maana ibada bado haijamalizika, lakini padri ukiniruhusu, niko na Zipora, Mheshimiwa Zipora, kuja tu salimiana Mheshimiwa Eric, kujeni tu msalimiana dakika moja, and then tumwalike gavana. Gavana atajua vile atatujulisha kwa waheshimiwa wengine. Mheshimiwa Eric, karibu. Salamu tu. Agedio mwihoko hamwe mawaini. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ni mwega na indi ciothe. Nimukenete ni kuona gavana. Nithu tukenete muno ni tondu gavana ni atukite kanitha uyu wanyu, ni atutumite hingo yo ingi no muthi ni erehe na ni oka na indo. Ungiona gavana ukite guku maundu ti moru niguo nitukurikia mwako wanyu ni tondu wa hinya wa Ngai. Thengio gavana tondu wa wira munene rutite itura riri. Tumana we haria thibitari-ini na ona atiye mĩeri ĩrĩ hingũrwo. Hũroi gavana rũhĩ. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno gavana atwĩkĩire itũra rĩrĩ, ona matawa macio mũno kwĩna mĩeri mekĩrĩtwo, moya matawa 60 na magĩkĩrwo gwĩkĩrwo tondũ wa hinya wa Ngai. Ngai nĩ atwĩkĩte wega itũra rĩrĩ, twĩna Eric na Diva, na tũrutaga wĩra twĩ hamwe na twĩ ngwatanĩro. Nĩ twakena mũno tondũ wa gũtwamũkĩra na matwĩta rĩngĩ no tũgoka. Mwathani mũrathime, njĩtagwo Zipora, nĩ mũnjĩtaga nyina wa Mwangi haha thutha wa kanitha, na nĩ ngenagio nĩ inyuĩ. Kuoya uniform nĩ mũkuoyo nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Mwathani mũrathime. Asante sana, tumpatie makofi. Huyu ni mheshimiwa na mwenyekiti wa MCA na kwa hapa hapa Uthiru. Karibu mheshimiwa. Asante sana Father wetu, Father Maingi, gavana wetu Daktari Paul Kimani wa Matangi, na DS wetu Bwana Njiru, na wale waheshimiwa wote ambao wameungana nasi, na Wakristo wote, mahujaji wa matumaini pamoja katika sana. Your Excellency, karibu sana hapa Uthiru. Father Governor amekuwa na roho sana ya kuja hapa. Hii ni deni ambayo amebeba. Hata vile alinipigia simu jana akaniambia, Eric, ile kanisa yetu ya Catholic lazima tusome huko kesho, kwa sababu ni deni ambayo amekuwa amebeba kwa miaka mingi. Tumekaribisha gavana wetu. Father wetu, asante sana. Mimi nilikuwa nadhani najua Yesu Kristo. Kumbe ndiyo Yesu mwana wega uria kwagĩrĩire. Ati umuthi twamenya Yesu nginya brand group yake. Tupigie Father wetu makofi. Leo anatufundisha kujua Yesu mpaka tukajua blood group ya na Father wetu A positive AB. Nimeona kwamba AB anapeana kwa AB, lakini anareceive kutoka kwa kila mtu. Kwa hivyo nadhani ndio maana sisi wote tunaambiwa tu receive Yesu kwa sababu ya blood group yake. Asante sana Father wetu. Mimi sitaongea mengi. Ya kwanza niseme kwa haraka, tunakushukuru sana Your Excellency kwa sababu ya ile kazi ambayo umetufanyia hapa Uthiru. Mimi ni mwanzo hili 2017 na tukigeria hanini, tugigikira rami, tugigikira matawa, na bado mukiona tadona uhoti wa guthie na mbere. Niguo kana tiguo? Na nikio mwatucokirie. No uria tubangite na uria turutite miaka ino iri ndungiigananio na wira uria twarutire miaka 5 twina gavaneri. Ile kazi tumefanya hapa Uthiru na Kiambu yote ni wira utajaruti
ni magavana maria twari na hau mbere. Kama vile mheshimiwa Zipo amesema, tuna thibitari inaigana na nionete. Nionete. Thibitari Jagathaka. Nitwagerera hau na gavana na ajira thutha wa mĩeri 3. Thutha wa mĩeri igana. Asante sana na kofi kwa watoto. Wana wale marihua. Nasi leo aira itoa excellency. Kwa hivyo mĩeri 3 nginya rĩu tũtigĩrĩre mĩeri 3. Tondũ nĩ wĩkĩrwo wĩra nĩ ciana. Gavana amesema ile operation yote ambayo inaendelea kwa hiyo dispensary itafungwa, tuingie kwa hospitali yetu mpya Udhuru Level 3 New Hospital. Wapo na kofi ya gavana. Na tulio hao niatura hii transfer yote tukipeleka kwa hiyo hospitali yetu mpya. Onina Udhuru turari nayo niatuhe pesa igisiringi milioni 50 ya kurenovate thibitari ya turari nayo dispensary. Kwa hivyo Your Excellency, that is our mega project ile ambayo tulikaa na wewe chini na tukasema this is the project ambayo itabadilisha maisha ya watu wa Udhiru. Kwa hivyo mimi nakushukuru sana pamoja na hao watu wetu. Tumefanya mambo mingi, tumejenga ECD, nitwakirira thisi ya Nazari hari Udhiru Primary na ndio wao igiwa ciana citu. Gavana alikubali kutuongezea darasa zingine hapo kwa hiyo ECD yetu. Kwa hivyo mwezi utaraingira wa Julai uria ni mweri wa mbere wa thirikari nitukuongerera irathi ingi ni undu wa twana tutu turatwikirira wira uria ai gavana rugi ni undu wa wira ucio. Njurikiriria Your Excellency nawe nitwikirite rũgongo rũrĩa rwa Uthiru na mimi najua katika budget yetu yenye tunaanza mwezi wa Julai umenipatia pipes za kuja kuweka maji hii upande mwingine wa Gakovu na pamoja mahali tuko tukiendekea mpaka Dumbuini. Kwa hiyo nitugukorwo tugikira miferethi ya maĩ niguo tumutambirie maĩ maria maranyuo ni andu aria me Gituamba na aria mwena wa Udhiru Primary. Nitugurire gavana uyu ni undu wa wĩra ucio. Nikimalizia tuko na shida kidogo ya barabara. No Your Excellency nijui nitukurora maundu macio. Uguo twaiga Kaburu na ugire tusira tuothe turorete kanitha-ini na thengio muno ni kwenda wira wa Ngai. Tusira tuothe tuingirite kanitha-ini ni tugwikirwo ki Kaburu. Kwa hivyo Your Excellency, hiyo ni kazi ambayo tunangoja na taa ambayo ndivyo amesema. Kwa hivyo dalili ya mvua ni nini? Stima wingu tayari imefika. Ile tukioneka na uokete. Nitoara hiyo matawa na phase 2 na Bonika kwa huko. Bonika ya ndio joramu ni ndio mwana nitoa hiyo 10 million for World Development Fund. Na leo todo ni akujirete dariko. Basi sio sio ndio twarire matawa-ini. Kwa hiyo msahau sasa nitakosa mwisho sasa. Asante. Wacha nimalizie hapo. Asante sana fadha. Wacha nimalizie hapo lakini Your Excellency, kuna mama mmoja mshirika wa hii kanisa anaitwa Wamiri. Huyo ako na kasida kidogo na nitakuelezea hapo ndio tumsaidie. Asante sana na dawangu wa Muradhi na asante sana.